Mheshimiwa Meya, tunakushukuru kwa ujio wako, lakini ombi kubwa tunaloliomba hapa, hii barabara tumepambana nayo kwa muda mrefu, ilikuwa ni changamoto kubwa, tulikuwa hatuwezi kupita, lakini walau kwa sasa hivi tunaweza tukapita kwa kujikongoja, japo bado hali yake sio nzuri. Sisi kama wananchi wa mtaa wa Ilaitayoki, shina namba 5 Yerusalemu, tumeweza kujichanga mpaka sasa hivi tunayo milioni 1 kwa ajili ya kuweka kwaru barabara hii. Lakini tukisema kwamba sisi kama sisi hiyo milioni 1 haiwezi kufika mahali popote, kwa sababu hii barabara ina kilomita 1 kufika mpaka kule juu. Kwa hiyo tunaomba warau nguvu yenu kama serikali ili muweze kutusaidia warau ile milioni 1 tulionayo, na nyie mkiongezea warau kingine kinaweza kifanyaje katusaidia hii barabara ikapitika wakati wote, kupata hata magari kama tunaweza kuweka mafuta, vyovyote vile ambavyo mtaona inafaa, mnaweza mkatusaidia. Lakini na sisi nguvu zetu ni milioni 1, na tunaamini kwamba mnaweza mkatusaidia na tunaweza tukafanikiwa kwa hilo jambo. Lakini lingine kama ulivyosema kwamba barabara itakiwa iwe na mita 12 tarua aweze kufanyaje. Kimsingi barabara ina mita 12. Sema tu ni kwa sababu kuna maeneo watu wamebanabana kama unavyoona pale chini. Lakini pia changamoto kubwa, unajua tumekuwa tukitengeneza hii barabara. Tumeshatengeneza barabara kama tunaweka kwaru kama mara 2 mara 3 hivi. Lakini maji. Mheshimiwa, mimi nasema asante sana kwa kufika kwako. Kwa siku atatutembelea, na pia tunasema tunashukuru sana na karibu sana kwenye mtaa wetu. Na tuko na changamoto nyingine, kulikuwa na shamba pale liko pale mbele. Kuna barabara ya mita 6. Inashuka kule chini hadi inaenda karibia mkono, inatokea mkono. Hiyo barabara changamoto kubwa, naye pia mita 6 nafikiri ni barabara za mtaani, kwa mchango ambao tunaona kazi zingine zinafanyika mtaani, mita mingine huwa wanawekewa moram. Hiyo barabara nayo tunahitaji moram. Namba 2, hizi barabara zote za mtaani unazoziona kama hii ya kuingia hivi hazijawahi pitiwa na grader ili zionekane mipaka yake. Unaona, kwa hiyo inafika hatua pia changamoto inajitokeza kama huku watu wanafanyaje, wanaingia mipakani, barabara linabaki mita 3. Kwa hiyo hilo pia tulikuwa tunaomba grader lije, barabara zote zilizoko hapa mtaani zionekane, kwa sababu ile inaonyesha mitaro mwisho wa barabara ni nani. Mheshimiwa Meya wa jiji, nashukuru sana kwa ujio wako uliokuja hapa. Tulikuwa tunateseka sana, hata wananchi wangu wanaoongea hapa na hizo kamati niliokuwa nimeziandaa hapa ni kamati ambayo tunaziandaa kwenye ubalozi wangu. Lakini sosi ikaja ni maji hii inayotoka kule. Sauti kidogo. Ikawa ni maji yanayotoka kule. Wananchi wakawa wanalalamikia kweli tunatengeneza barabara. Maji ndo anatuharibia yanayotoka kule ng'ambo. Lakini tukawa tunakava hivyo. Ila kwa ujio wako leo hii, mimi nashukuru, mengi ameshasemwa na hao viongozi wangu hawa wa barabara na wananchi baadhi hapa. Ninashukuru sana kwa ujio wako na Mungu akubariki. Mwenyekiti, naomba nikupongeze wewe binafsi pamoja na timu yako kwa hii kazi ambayo mnaifanya, kazi ya unajua kuhudumia wananchi. Ni kupongeza zaidi kwa wananchi kuungana na kuchanga pesa za kwao wenyewe kwa ajili ya kuboresha barabara yao. Mwenyekiti, katika hilo kwa moyo wa dhati mimi ninakupa hongera, na jamani hongereni sana. Jambo langu la 3, serikali yenu iko pamoja na nyinyi. Serikali iko pamoja na nyinyi, ndio maana mimi nimekuja hapa. Vinginevyo ningekaa tu kule ofisini. Na asubuhi wakati nakuja hapa nilimpigia diwani wenu Mheshimiwa Julius Lenina, na bahati mbaya nafikiri yuko safarini. Nikamwambia mwenyekiti, Mheshimiwa diwani, kuna pesa kwenye akaunti ya kila kata kwa ajili ya maboresho madogo ya barabara. Mwambie mtendaji, na nilitegemea mtendaji wa kata ningemkuta hapa, ili tungempa maelekezo aungane na nyinyi. Nyinyi mmechanga milioni 1 na wao wachange hela ambayo iko kwenye ofisi yao, walete hapa tutengeneze barabara. Kwa hiyo na diwani amepokea ile maelekezo, amewasalimia pia, lakini bahati mbaya hayupo, nitamani aje hapa. Kwa hiyo jambo langu la pili hilo, kwamba serikali inaungana na nyinyi. Jambo langu la 4, ndugu zangu, mnateseka hivi na barabara hii kwa sababu barabara yenu ni nyembamba, lakini mmeniambia kwamba barabara ina mita 12. Nikuombe mwenyekiti, pamoja na timu yako, waambieni watu wote ambao wamevamia hifadhi ya barabara warudishe bikoni zao nyuma. Upana wa barabara ujae mita 12. Mkishafanya hivyo niiteni, nitakuja na watu wa TARURA, tutawakabidhi wao. Ukishawakabidhi TARURA, hamtakutana tena na kazi ya kuchangisha barabara. Mafuriko yanayotoka kutoka Olkungu, lakini kutoka kule wapi unaitwa
mbele kule. Kuna huu mtaa hapo. Kuna huu mtaa unaitwa nini kule mbele kama kituo cha afya cha Muriet. Unaitwa nini ule mtaa? Kwa shangazi kule. Kule. Haya maji yote yanakusanywa kuanzia kule kwa mheshimiwa diwani kule Olkungu, lakini yanatoka Intel, yanatoka kule kwa shangazi, yanaletwa yote yanakuja kuishia wapi? Huku kwenu. Jambo hili limekuwa ni kero, na mara nyingi mimi nishakuja ziara na watu wa TANROADS mwaka jana. Lakini alishakuja pia mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha, Comrade Thomas Lois Habaya, na akatoa maelekezo kwa TANROADS. Habari njema ni kwamba TANROADS tayari wamepata budget kwa ajili ya kutengeneza mtaro wa maji kutoka pale mtaro unaotoka Olkungu unavyoishia kupeleka bonde la Mto Temi. Kwa hiyo jambo hili litafanyika ndani ya mwaka huu wa fedha. Mwaka wa fedha unaisha mwezi wa 6 mwishoni. Kwa hiyo ndani ya muda huu wa miezi mitatu TANROADS mtaona mahali hapa. Kwa hiyo wakishakuja TANROADS wakadivert maji kwenda kule, maana huku chini tena nyinyi hamtakutana na mafuriko. Kwa hiyo mwenyekiti, mimi niwaombe muiunge mkono serikali, lakini jambo langu la mwisho, viongozi, epukeni matumizi ya nguvu kudai haki zenu. Epukeni maandamano, epukeni kufunga barabara. Najua kwako wewe huna tatizo hili. Lakini niwaombe, matumizi ya nguvu katika kudai haki sio sahihi. Serikali ni serikali sikivu, iko kwa ajili yenu. Kwa hiyo msihitaji kuharibu amani ambayo imejengwa kwa gharama kubwa sana. Kwa hiyo mwenyekiti, naomba katika hili wewe ongoza na wenye viti wengine wafuate. Ndugu zangu, mimi niwashukuru sana. Ni kuombe mwenyekiti, wewe ni mjumbe wa ODC. Ndio. Mtafuteni mtendaji wa kata. Na mimi pia niungane na nyinyi, nitaongezea sio ya serikali sasa, nitaongezea lori moja Scania kwa ajili ya nini? Ya jitihada zenu hizi. Asante sana. Lakini asante sana mheshimiwa. Kwa upande wa serikali ongeni na mtendaji. Na kama vifusi vikipatikana vya kutosha, tutaleta grader, tutasambaza. Bahati nzuri barabara yenu hii kidogo imejishindilia, iko vizuri. Kwa hiyo grader ikija itaiform, mtapata barabara nzuri na salama. Na lori yangu hiyo ya ofa itaanza kuja. Yaani lori ya kwanza itakayokuja hapa ni ya kwangu. Sasa mkishapata hilo, endeleeni na hizo za kwenu. Mtafuteni mtendaji ili vitu vifanye nini? Viende. Mwenyekiti, niwashukuru sana, iungeni serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, muungeni mkuu wetu wa mkoa wa Mkono Bwana Paul Christian Makonda. Wote wanafanya kazi kubwa na tushirikiane kwa pamoja. Lakini waombe viongozi pia, unganeni, msigawane. Viongozi shikamaneni, muungeni mkono diwani, muungeni mkono mwenyekiti wa mtaa, mtendaji na watu wote, unganeni. Wanasema ndege wanaofanana wanaruka pamoja, lakini wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu.